Tutajaribu kurudia kidogo ya nyuma, niguse kidogo na leo niguse kidogo. Tunasoma sura, tumeanzia sura toka Jumatano, tumeanzia sura 26, kaenda sura 27, tumeenda sura ya 28, ya mwisho inafunga historia ya hapa Yesu, ya huyu mwanaume Yesu. Kama andika ujumbe wetu wa leo kutokana na ujumbe wetu, sababu ujumbe wa kwanza ulikuwa kabla ya msalaba. Tunazungumzia Pasaka kabla ya msalaba. Na ujumbe wa Ijumaa tutazungumzia bali kuingia kwenye msalaba. Leo tutatuingie kazi ya msalaba na kaburi. Ujumbe wetu utakuwa kazi ya msalaba na kaburi katika Pasaka yetu hii ya leo. Tukianza sura 21 pale 26, Mathayo 26, tunaiona ndio inaanza pale hisia pale. Hata sio maandiko alafu ndio nipitie kidogo pale 26 mstari wa kwanza. Ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo yote aliwaambia wanafunzi wake, mnajua ya kuwa baada ya siku 2 itakuwa Pasaka, na mwana wa Adamu atasalitiwa asulubiwe. Wakati ule wakuu na makuhani na wazee wa watu wakakusanyika katika behewa la kukutania ya kuhani mkuu, jina lake Kayafa. Wakafanya shauri pamoja ili wamkamate Yesu kwa hila na kumuua, lakini wakasema isiwe wakati wa sikukuu, isije ikaonekana ghasia. Hapo inaanza sura ya 27. Nasoma kidogo lakini tutaweza tusome. Na ilipokuwa 27 mstari wa kwanza, na ilipokuwa asubuhi, wakuu wa makuhani wote na wazee wa watu wakakusanyika shauri juu ya Yesu wapate kumuua. Wakamfunga, wakamchukua, wakampeleka kwa Pilato aliyekuwa liwali. Kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha hukumiwa, alijuta, akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha, akasema, nalikosa nilipomsaliti damu isiyo na hatia. Wakasema, basi haya yatupasa nini? Yangalia hayo uwe mwenyewe. Ni sura ya 28 27 hiyo mstari wa 59, mstari wa 57, mstari wa 57 pale. Hata ilipokuwa jioni akafika mtu hata ilipokuwa jioni nisome mstari wa 32. Mmoja anaweza kanisaidia kusoma kwa haraka. Hata walipokuwa wakitoka wakamuona mtu Mkirene jina lake Simoni, huyu wakamsurutisha auchukue msalaba wake. Na walipofika mahali palitopo Golgotha, yani fuvu la kichwa, wakampa kunywa divai aliyochanganywa na nyongo, lakini yeye alipoionja hakutaka kunywa. Walipokwisha kumsulubisha, wakaligawa vazi lake, wakampigia kula, ili timie neno lililonenwa na nabii, waligawa nguo zangu kati yao, na juu ya vazi langu walipiga kula. Twende 58 sasa.
ya 28 sasa. 28 sasa. Hata sabato ilipokwisha pambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi, na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa na nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringisha lile jiwe, akalikalia, na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama saruji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njoo mpatazame mahali alipolazwa, nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake, amefufuka katikati ya wafu. Tazama, awatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakakomuona. Haya, nimekwisha kuambia. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio wakawapasha wanafunzi wake habari. Na tazama, Yesu akakutana nao, akasema, salamu. Wakakaribia, wakamshika miguu, wakamsujudu. Kisha Yesu akawaambia, msiogope, nendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko watakaponiona. Nao wale walipokuwa wakienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mjini, wakawapasha wakuu makuhani habari za mambo yote yaliyotendeka. Wakakusanyika pamoja na wazee na wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi, wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walimuiba usiku. Wakamwambia, sisi tulipokuwa tumelala. Neno hili likisikilikana kwa liwali, ili sisi tuseme naye, nani tutawaondolea wasiwasi. Basi wakazitoa zile fedha, wakafanya kama walivyofundishwa, na neno hili likaenea hata kwa Wayahudi hata leo. Kazi ya msalaba na kaburi. Nimekupitisha hapo kutoka mwanzo, story kwa story, kila sura ili sura zimeelewa vizuri. Mathayo anaongelea vizuri habari za kufufuka, kufa na kusulubiwa kwa Bwana Yesu, na Luka pia anaongelea vizuri, na Yohana, lakini Marko yeye mambo mengine yanayakata. Kwa hiyo hapa mambo mengine hajashuka sana, kwa kuzaliwa kwa Yesu yeye anafupisha pale. Sasa tunaangalia hizi kwa ujumla habari na hizi ya Pasaka, na kupitisha kwa sehemu ndogo za muhimu ambazo tusaidia kwa siku hii ya leo. Naomba niombe kwa ajili ya neno lake. Baba, katika jina la Yesu, tawala ibada hii, tufunike watoto wako, tuzingire mahali hapa. Sema nasi Mungu, ulifanya kitu cha maana, sio cha kupuuza, ni kitu muhimu sana katikati ya maisha yetu. Mungu Bwana majeshi, sisi tusingekuwa taifa lako kama wewe usingetoa gharama na fidia. Ulitoa gharama na fidia, Mungu, ndio maana tuko hapa. Ndio maana Bwana Yesu, hatutakiwi kuchezea wokovu huu, hatutakiwi kuuza wokovu huu kwa bei rahisi. Wewe ulitoa kwa gharama kubwa, hata kwa bei ya gharama hatuwezi kuuza wokovu huu. Ni wa thamani kubwa sana. Ni kitu gani kitutenge na upendo wako? Ni njaa, ni shida, ni mauti? La Bwana, hakuna chochote ambacho kitatutenga na wewe, kwa sababu wewe ulitoa gharama zaidi ya mauti na kifo. Baba, tusaidie na sisi, nisaidie kanisa lako, na uliponye Baba kupitia kwa mambo yodani, katika jina la Yesu nikiomba na kushukuru. Sema amen. Sema amen. Bali za Pasaka, Yesu anasulubiwa. Yesu anakwenda kusulubiwa. Aingia pale kusulubiwa. Kwa nini anakwenda kusulubiwa? Ana lengo moja tu, akupate wewe, akuokoe wewe. Bwana Yesu
asifiwe sana. Jana usiku nilikuwa nasema Pasaka, siku ya Pasaka na mkesha wa Pasaka. Mkesha wa Pasaka ndio mama wa mikesha yote inayokesha, kwa sababu mkesha huu unaambatana na fidia ya Mungu na gharama ya Mungu kupita mikesha mingine. Kwa hiyo mkesha wa Pasaka ni mkesha mkubwa kuliko mikesha yoyote ile. Ni mkesha mama wa mikesha yote unayojua. Sisi tukaacha kwenye mkesha huu wa Pasaka. Sema amen. Sema amen. Haleluya. Na tusema mkesha huu unaanza wakati jua linazama, unaisha wakati unaisha wakati jua linachomoza. Pasaka ndio inaanzia, inaishia pale. Ukisoma pale 70 ngapi tulisoma pale, ikawa ya jioni, ikawa wakati wa jioni ndipo ambapo alichukuliwa kusulubishwa kupelekwa pale, na baada ya hapo jua lilipokuwa limezama ndio huzuni ukaanza, na ukawa na ukimya, ukawa na ukimya mkubwa sana pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Pasaka inaanza hapo, na jana ilipokuwa imezama ndipo tulianza ule mkesho ulianza saa 12 ile jioni. Alafu kaja saa 1 hapa inapotokea ndio inamaliza, kwa sababu hapa inaanza story zingine. Inaanza habari zingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Najua huyu Yesu ilibidi afanye hivyo. Ili lazimika ingie kwenye jaribio la kukomboa ulimwengu. Yesu alikuwa anapatikana Uyahudi na Misri kidogo. Alitembea tu pale. Alikutana na Wayahudi tu, na watu kidogo pale. Maana alikuwa katika mwili. Kwa hiyo alikuwa mahali pale. Sasa akaona kwamba mtawafikiaje watu wote duniani? Ikabidi Yesu autoe mwili wake. Wana 1:29 akautoa mwili wake kwa gharama, akaenda pale msalabani. Alipoenda pale msalabani, mwili wake ukachanwa. Ulipochanwa na kuvunjwa, ukaingia duniani kote. Akaanza alipotoka pale msalabani, akavunjwa, akaanza kuingia kwa Waafrika, akaingia kwa wazungu, akaingia kwa Waarabu, yote aliyekubali akaingia kwake. Maana ni mwili ukavunjwa, ukasambaa duniani kote, ukaingia kwako, ukaingia kwa Eliza, ukaingia kila mmoja. Na leo Yesu ameingia ndani yako, yuko ndani yako, yuko kote ndani yako, anaishi ndani yako. Kupitia msalaba alichanwa kila nyama hiyo, ikugusa kila mmoja. Tunaguswa na msalaba kwa mapigo yote pale. Zile nyama zilikuwa chanwa, zilikuwa zinatulisha dunia nzima. Akasema kuleni ndio mwili wangu, kunyweni ndio damu yangu. Duniani kote fanyeni hivi, ndio mtakofanya. Ndio maana mpaka tunakula mwili wake kwa meza ya Bwana, tunakunywa damu yake kwa meza ya Bwana. Na Yesu yuko pamoja nasi na anatupa nguvu na uzima. Sema amen, sema amen, sema amen, sema amen. Unapokuja kusherehekea Pasaka na kuja kwenye mkesha, unafanya jambo la maana sana, kwa sababu mwaka jana Pasaka ilishuka, alikutia nguvu na mwili wake ukatia nguvu, akakuwezesha, amekulinda mwaka mzima. Umetembea, umefika mahali hapa. Ndio maana tumekuja hapa kumshukuru Yehova aliyetuponya kwa Pasaka yake kutoka mwaka 2025, 24 mpaka 26. Ni Yehova ile, ni msalaba wa Bwana, ni fahari yetu, ni nguvu zetu, pengine tupuzi. Sisi ni fahari yetu na jivunia msalaba kuliko kitu kingine chochote. Sema amen, sema amen, sema amen. Usijivunie kwa chochote, kwa ajili ya magumu, kwa ajili ya ubavu, kwa ajili ya pesa, kwa ajili ya mali, kwa ajili ya sura, kwa chochote, kwa ajili ya cheo, kwa mali yoyote. Jivunie kwa sababu naye Yesu Kristo ni hai. Hiyo ndio kitu cha kujivunia. Hiyo ndio kujivunia. Mtu kujivunia kusema naye Yesu, umepiga moja vizuri, natembea na Bwana. Hiyo ndio sifa kubwa na ya maana na ya thamani katikati ya maisha yako. Sema amen, sema amen. Haleluya, 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 haleluya. Kama sio Yesu tungekuwa hivi wengine,
Tungekuwa natembelea Magotu, mwingine alikuwa analewa mpaka unagalagala, ndiye akakuwa analewa. Nakumbuka mimi siku ya Krismasi, siku ya Pasaka, nilikuwa sijaingia kwenye uovu sana. Sikuingia kwenye uovu sana, lakini siku ya Pasaka au Krismasi nilikuwa unafanya mambo ambayo enzi za ujinga huko za ushamba zamani huko vijijini. Siku za Krismasi na Pasaka unafanya jambo ambalo haujawahi fanya na ufanyaji, na unatumia gharama ambazo hujawahi tumiaga. Unafanya vituko ambavyo hujawahi fanya vituko, eti kwa sababu ya Pasaka na kwa sababu ya Krismasi. Pole sana, kwa sababu siku hiyo ni ya kufanya mambo mema, sio kufanya mambo mabaya. Sio siku ya kupata mimba, sio siku ya kulewa sana, sio siku ya kupiga mbea, sio siku ya uharibifu, sio mtoko kwenda kufanya dhambi, sio mtoko kwenda baharini kwenda kukaa uchi. Ni mtoko wa kumilia Bwana na kumtia Bwana na kubeba Bwana na kumtia Bwana na kubeba Biblia na kumsifu Bwana na kumshangilia Bwana. Huo ndio mtoko wa wapendo wa Kristo waliokoka. Hatuna mtoko wa kijinga na kishenzi wa kumazima kwenye mabaya. Leo Pasaka watu wakavua nguo, watu wakatembea uchi. Pasaka gani hiyo? Hiyo ni laana, hiyo ni giza. Pasaka wetu ametolea gharama, tunamheshimu. Sema amen, sema amen. Siku ya Pasaka nakumbuka siku moja hiyo nilikuwa nimefuga mbuzi, hapo nilikuwa na hela. Siku niligawa hela kama sina akili. Maana nilipiga ile pombe sio ile katikati toga. Hapo ndio ikanikolela na simagi siku nyingi. Sasa ikanikolela. Nilikuwa sio mlevi, mimi sijavuta sana sigara, sijavuta vitu mbalimbali, lakini Bwana alinitetea. Ndio Mungu aliokoa kwa jinsi ajabu. Mungu alinipenda. Tulikuwa na rafiki zangu siku ya Christmas, tukasema leo tunapiga bangi. Kwa mara ya kwanza. Mimi nikaenda nikasema na mimi napiga bangi kuondoa nishani. Kwanza wakapiga mambo, wakapiga sokota ile bangi nyingine, akapiga akavuta. Kajamaa kako macho mekundu. Na mimi nikachukua ile bangi nikapiga. Mama yangu. Naona kama shimo natembea nafanya. Naona mashimo wakati sio mashimo. Alafu nikija ninabanguka bali nabanguka. Mfuta mmoja tu. Unao na capacity kubwa kupiga mapafu. Mimi piga mmoja naweza kucheza. Naanza kuruka mlebele. Sasa mimi mwana msela mimi wewe hachi tu. Toka hapo mimi sikuvuta bangi. Kwa toka nimezali kuvuta mara moja nikaja mwisho. Maana ningevuta kwa cheese. Kwa nikaachana nayo. Haleluya. Haleluya. Lakini Yesu kaniokoa. Ninakuta Roho Mtakatifu. Nakuna Roho Mtakatifu. Tunalewa Roho Mtakatifu. Haleluya. 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 Oh yes. Kama sio wewe ningekuwa wapi? Kama sio Yesu ningekuwa wapi? Nakumbuka nilikuwa nimefuga mbuzi. Na baba alikuwa anakopaga mbuzi wangu kama Christmas, sema tukope mbuzi. Nilikuwa na hela mimi kwa mdogo tu shuleni na hela. Shuleni kwangu kwenye desk langu mtapipi, kadanga, mabiki na kama. Kwa darasa zima kutoka mwalimu ndio duka ndio shuleni. Afu sisi kwa afuga mawewe na piga mapele mengi. Afu na mkebe ule majama pepo kwa kutumia mkebe na chama pepo. Hapo inaonekana ndio maana tupiga na bia na socks. Wenzako wanatembea pepo wanakuita boss. Baba alikuwa anakopa mbuzi kwangu. Tutakupa nani? Na baba alikuwa mwaminifu kukupa kile kwenye mlipa. Tunakula Christmas mbuzi. Siku ile nimeenda kufunga mbuzi, hela nimegawa zote. Zile shilingi zile shilingi 500, shilingi 5, kwa shilingi 20. Kulikuwa na senti 50, kulikuwa na senti 20. Naenda kufungua mbuzi bwana, nikafungua mbuzi nikalala hapo. Mbuzi analia saa 2, saa 3. Mbuzi mpaka sasa huyu mbona hajafungua mbuzi? Na wote kwenye sherehe. Kuja kunikuta saa 6 tuko na mbuzi. Wala kuniamka kuanzia kesho. Nikasema haya mambo haya mateso haya. Nikasema mateso basi sitarudi tena. Toka hapo nikawa mstaarabu, sijaokoka lakini nikawa mstaarabu. Baki chikibuku. Bwana tusaidie sana. Baada hapo mwanaume akakutana na mimi Yesu. Akaniokoa. Aliyenishuhudia mwanamke mmoja aliyejaa roho, asiye na aibu anaongea ovyo. Ndio akanishuhudia nikaokoka.
nikasalenda kwa Bwana Yesu, na mpaka leo ni mtumishi wa Bwana. Haleluya, haleluya. Ningelikuwa wapi mimi kama sio Yesu? Kama msalabani, ningekuwa wapi? Na nguvu zote, na nguvu zote, tungekuwa wapi? Tungelema, tungepiga mangeo. Tungepiga mangeo. Shaka ndio mmechochora kumwaga na maji ya ukoko. Unataka kujichochora kuzimizia mara hivi. Kwa nishi, lakini Yesu ametuokoa. Tumekoa staarabu. Haleluya. Haleluya. Lugha nzuri na kaa vizuri. Unapiga na kimombo kidogo, unaongea kistaarabu, na heshima unapewa. Tunapiga na tai, tunaheshimiwa, tunakuwa na wafalme, tunaingia katika ofisi hata za ofisi zingine. Tusingeingia tuonekana vibaka. Leo tunaingia kama waheshimiwa. Sema amen. Haleluya, haleluya. Hapa nilipo kwa heshima niko na Yesu, nitakwenda kwa Samia Suluhu na Bwana nikaongelea vizuri. Bila shaka. Haleluya, haleluya. Kwa nini mnao Yesu? Yesu anasaidia kiuchumi na kiroho pia na kiakili na concept na balance. Haleluya, haleluya. Anaondoa ujinga na upumbavu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Analeta ufahamu. Haleluya. Ungelikuwa wapi na usichana wewe? Hivi tumeokoka na kupigia viruzi watu 15 fika mpaka Yakobo. Ungekuwa wapi? Umekufa. Umekufa na kuangamia. Lakini Yesu amekuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana tumekuja kusherehekea hapa kwa kulipa gharama. Ule gharama alitoa gharama kubwa kukuokoa, na ana mpango na wewe. Asikuache ubaki duniani, usirudi tena nyuma, usitende dhambi tena. Ana mpango kushikilie. Siku moja atakuja kunyakua, ende pamoja katika ufalme wake. Tukabarikiwe kwenda kule mbinguni. Hakuna magonjwa, hakuna majaribu. Ndio msimu Bwana usiku na mchana ukisema barikiwa, 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 barikiwa. Haleluya, 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 haleluya. Mungu wao amekupa Yesu, tukuze Yesu. Haleluya, haleluya. Akili yako na nguvu zako na mali zako, tumikie Yesu analeta aliye hai. Ulengo wako mtumikie Yesu aliye hai. Ubinti wako na tabasamu lako zuri lipeleke kwa Yesu aliye hai. Ubaba wako mpeleke kwa Yesu aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende taratibu kidogo hapa. Yesu aliingia majaribuni kuja kuokoa. Tuzungumze majaribu kidogo hapa. Mathayo 26 Yesu anahisi kuna jambo baya la hatari la kutisha litatokea. Roho Mtakatifu akiona kuna jambo la hatari la kutisha, hata kama una Roho Mtakatifu kuna signal na tanya kunitoa na waka, mbele sio salama, mbele kuna hatari. Kuna hatari mwanangu. Ukiona Roho anaugua hivyo, anakutahadharisha ujipange ile hatari, na ule mpango uchukue hatua. Mpango mbaya na ile mbaya na ile mashimo yaweze kuvunjwa, upone na uvuke salama. Unielewa? Wakati unaona ndoto mbaya zinatokea, maana yake anakuonyesha kwamba kuna jambo baya, lakini unaweza kulishinda na kulivuka. Anataka ujiandae. Yesu katika 26 pale mwanzoni pale nikazungumza kwamba Alhamisi na Ijumaa sio nzuri sana, ni siku mbaya za mateso, za shida na tabu, ambazo zina tabu, zina shida, sio raha sana. Alhamisi na Ijumaa sio nzuri, inakuwa ni shida za mateso. Yesu akawa anaona hivyo jaribu liko mbele yake ambalo la kutisha na kuogopesha. Mpaka Yesu anakwenda msalabani, alijua kabisa kwamba atakwenda kudharauliwa, atatukana, atapigwa mjeledi, atapigwa misumari, ndio gharama yenyewe. Alijua. Alifahamu kwamba atasulubishwa, sio kwamba ilikuwa jambo geni. Lakini ilipoingia jaribu lenyewe, alianza kuogopa hofu ya kibinadamu. Wakati mwingine akafika mahali pale, ndipo kawaita wanafunzi wake akasema, roho yangu inaugua, ina huzuni nyingi. Naomba tuingie kwenye maombi. Mbele kuna jaribu kubwa la kutisha. Litatupata sisi wapendwa. Tuingie kumtafuta Mungu, tuliitie jina la Mungu ili Mungu atuokoe, kwa sababu mbele kuna jaribu. Mpendwa, jaribu linalokukuta hilo sio kwamba linatokea. Mungu hawezi kufanya jambo lolote pasipo kufunulia mtumishi wake. Mungu hata ruhusu
jaribu bila ambalo halina uwezo wako, na hata hivyo atakupa kustahimili na amekuandalia mlango wa kutokea. Hatuna sababu yoyote ya kuogopa jaribu na kusema jaribu hili nimeshindwa, utakuwa ulishindwa. Kuna sehemu tu wewe ulikosea. Kwa hiyo akajiandaa, akawaita watu kupambana na lile jaribu kabla halijamfikia. Akaingia katika kuomba na kumlilia Bwana, akapambana, akalia sana, akamwomba Bwana, akasema, Bwana, hili jaribu najua kwamba la kwangu ikiwezekana tumia njia nyingine kuokoa ulimwengu, usitumie njia hii ya kikatili sana, ya kinyama sana, mbona ya kutisha sana. Kwani Baba, huwezi kutumia njia nyingine? Unajua kutumia jaribu nyingine na tisho, tunaweza kumwambia Mungu kwamba huwezi kutumia njia nyingine, kwa kutumia ugonjwa huu, kwa kutumia hii njia. Mungu akasema haiwezekani, ni njia hiyo hiyo. Kuna wakati wapendwa tunalazimika tuingie kwenye jaribu hilo kwa mapenzi yake Mungu mwenyewe na kwa kuona kwake Mungu mwenyewe, kwa ajili ya maslahi ya Mungu, kwa ajili ya ukuu wa Mungu na kwa ajili ya mpango mkubwa wa Mungu ambao anataka kupitia wewe utokee. Tutalazimika uingie kwenye jaribu hilo. Haijalishi unapenda upende, kwa sababu majaribu ni jambo ambalo hulipendi, tena linaumiza, linachukiza. Ndio hiyo tunaita majaribu, tena linaenda kukutenganisha wewe na Mungu. Ndio maana ya jaribu hilo, na jaribu ya shetani manake kutenganisha na Mungu, na hilo jaribu linaumiza, linachukiza. Ndio maana majaribu haiwi raha tu. Jaribu ni kitu ambacho kinakuumiza, kinakutesa, kinasumbua, unaaibishwa hata kwenye mateso. Ndio maana inaitwa kwamba jaribu. Kuna wakati itatulazimu tuingie kwenye jaribu, haijalishi tunalijua hilo jaribu au hatulijui, lakini itatulazimu kwa mapenzi yake Mungu kuingia katika hilo jaribu. Na kama tunaingia katika hilo jaribu, tuna haja kwamba kujiandaa kabla tu hatujaingia kwenye hilo jaribu. Utakuwa salama, lakini tuna haja ya kuweza kumwomba Mungu aweze kutusaidia tuweze kusimama imara na kumwambia kwamba Baba, sasa kama ni mapenzi yako jaribu, basi naomba nipitie, kwa sababu hilo jaribu Mungu anataka lazima tu ulipitie. Unalifahamu au ulijui, unalitaka au ulitaka, lakini Mungu anataka uweze kulipitia. Paulo akaenda akaomba, Yesu aliomba mara 3, ikiwezekana niepuke jaribu, fanya njia nyingine. Mungu akakataa. Paulo akaomba mara 3, akasema niondolee huu mwiba. Mungu akakataa, akasema mwiba huu una kutosha, hautaondoka. Kuna wakati jaribu unajua kabisa, ndio jaribu lipo hivi, na mwingine unajua kabisa hauna jinsi, huwezi kukataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Matendo ya Mitume 21 mstari wa 4 pale, Paulo anaambiwa mbele yako kuna majaribu, asema mtu huyu ataenda kufungwa, ataenda kukutana na kifungo. Mstari wa 4 na mstari wa 9 pale, unaweza kusoma mara moja. Anaambiwa kwamba utakutana na majaribu, majaribu. Inaonekana ile jaribu ilikuwa Paulo lazima ingie, hana jinsi, na wamemtabiria umeona. Sijui kama wewe jaribu kukwambia kabisa, naona jaribu hili tokea hili litafanya hili, sio utakimbia. Yesu angekimbia pale, Paulo wa Mungu singetimia. Naomba nisomee Matendo ya Mitume, napitia kwa wale ambao 21 Matendo ya Mitume. Nisomee pale 21:4. Amen. Kisha kuwaona wanafunzi tukakaa huko siku 7. Nao wakamwambia Paulo kwa uwezo wa Roho, usipande kwenda Yerusalemu. Uwezo wa Roho usipande kwenda Yerusalemu. Hata tulipotumisha siku zile, tukaondoka tukaenda zetu, na watu wote pamoja na wenzao na watoto wao wakatusindikiza mpaka nje ya mji, tukapiga magoti kwa pwani tukaomba. Mstari wa 6 nasema, na baada ya kuagana tukapanda mbinguni, nao wakarudi kwao. Hata tulipomaliza safari yetu. Mstari wa 9. Mtu huyo alikuwa na binti 4 mabikira waliokuwa wakitabiri. Basi tulipokuwa tukikaa huko siku nyingi, nabii mmoja jina lake Agabu akashuka kutoka Uyahudi. Alipotufikia, akautoa mshipi wa Paulo, akajifunga miguu na
mkono akasema, Roho Mtakatifu asema hivi, hivi ndivyo Wayahudi wa Yerusalemu watakavyofunga mtu mwenye mshipi huu, nao watamtia katika mikono ya watu wa mataifa. Sana 12. Basi tuliposikia hayo, sisi na watu wa mahali pake na mahali pale tukamsihi asipande kwenda Yerusalemu. Ndipo Paulo alipojibu, tunafanya nini? Kulia na kunivunja moyo, kwa maana mimi licha ya kufungwa ni tayari hata kuuawa katika Yerusalemu kwa ajili ya jina lake Bwana wetu Yesu. Mstari wa 12. Alipokataa shauri letu, tukanyamaza tukisema, mapenzi ya Bwana yatendeke. Baada ya siku zile tukachukua vyombo vyetu. Haleluya, pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona mwisho wa jaribu lote ambalo unafikia linashika mkanganyiko, unafika mapenzi yako yatendeke. Jaribu nalijua kabisa litapata kule, litakukuta kule, unafahamu liko kule na wamekutolea na unabii, lakini inaonekana Paulo alijua hilo na ilitakiwa tu kwamba aweze kuenda, kwa sababu jaribu linapotokea si kwamba tu ya kwamba basi limeisha timiza kusudi lake. Naweza ikatokea lakini lisiweze kutimiza kusudi lile ambalo lilikusudia, lakini tunaona hapa bado akaenda kuendelea kule. Kwa hiyo wakati mwingine tunalazimika kwenda kuingia kwenye jaribu ambalo pengine ulipende kutegemea kwa mapenzi yake Mungu mwenyewe na makusudi mema na makuu ya Mungu. Tunalazimika kuingia kwenye majaribu. Kila mmoja utaingia katika majaribu na kubeba msalaba wako. Tunaona Paulo anaingia mahali hapa na anakwenda kule. Katika Ufunuo sura ya 5 mstari kuanzia mstari wa 1, wakafungulia kitabu wakaona hakuna mtu kikatolewa kitabu ambacho kimefungwa, hakuna mtu ambaye anaweza kukifungua. Watu wote waliweza kukiogopa na walishinda wote ile jaribu, lakini baada ya kukata tamaa unabii ukatoka kutokea Yohana. Sema usilie Yohana, yupo simba wa kabila ya Yuda anayeonekana kama mwanakondoo aliyechinjwa, anaweza kukifungua kitabu hicho. Na ndipo hapo watu wote na dunia yote wakasujudu, wakamuinamia, kwa sababu ameweza kujitoa muhanga. Huyo ndio Yesu, alikuwa anajitoa muhanga kwa ajili yako mwenyewe. Kwenda msalabani kulikuwa hakuna mtu yoyote wala malaika aliyekuwa tayari, lakini mwanaume akaenda msalabani akajitosa kwa ajili yako, akaenda msalabani akaangamia kwa ajili yako. Sema amen, sema amen. Wakati Yesu alienda pale msalabani akaona ile tatizo, akaingia kwenye majaribu. Wakati unaona kuna jaribu liko mbele yako la kutisha na kuogopesha litatokea, inaonekana, chukua hatua ya kuomba kwa kupambana nalo kabla halijaweza kutokea. Anza kujiandaa. Jaribu kama ulikuwa hujajiandaa litakuvunja, litakupasua, lakini kama umejiandaa utajiokoa. Yesu akaenda kuomba mahali pale, akaomba, kalia na kuomba, hakufanya mchezo, akapambana na msalaba, akapambana na mijeledi, akapambana na misumari yote na aibu zote. Yesu akapigana pale Getsemani, akapambana, akapigana, akamshinda shetani kabla hajaenda kushindana naye. Mtu wa Bwana alishinda jaribu kabla hajaingia kwenye jaribu, shinde vita kabla hajaingia kwenye vita. Yesu alishinda pale Getsemani, hakushinda pale msalabani. Penda, huwezi kushinda jaribu. Huwezi kushinda jaribu wakati umeingia kwenye jaribu ndio unaanza kupigana nalo, unaanza kupambana nalo wakati jaribu limefika. Hauwezi kuweza kushinda mpendwa. Pambana kabla haijafika, na ukipambana kabla haijafika, jaribu litakuja kama jiwe kubwa likupige kichwa, litakuwa kama pamba, litakuwa kama leso, litakufuta jasho tu, maana ulijipanga tatupa mishale, itakuwa pamba, haitaweza kuzuru kwa sababu umepambana nalo, umeweza kulishinda. Pambana na jaribu kabla haijatokea. Pambana na vitu ambavyo viko mbele yako bila hatari kabla haijatokea. Hata kupiga maombi, unajua ni ngumu sana kwanza kuomba wakati jaribu limefikia.
Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mabinti zangu ambao mjaolewa, wale wadogo, anzeni kuomba sasa habari za mume na mchumba. Angalia wazee ambao walitufanya mchezo wa kuomba wakati hawajakomaa. Ukifika wakati umekomaa unaanza kuomba, unaanza kusema Bwana amenionyesha, hata Bwana akuonyesha. Kwa sababu unaomba huko unaangalia, maki jaribu, unapambana unafika kwenye jaribu gumu, unakwenda, si utafika kweli? Kwa unaomba huko unaangalia John, unaomba. Lakini kama utaomba wakati kabla jaribu kuweza kufika, umwangalie John, unaacha nani nikabiti tu, unakula nyumbani kwa baba, unakula pesa, unachukua nauli, unakula mafuta na nini. Anza kuomba, Baba nipe mume. Wakati hujafika, niomba nipe mume, atakao nijali, atakao nipenda, atakao nilinda, ambaye ametoka kwako Bwana. Nipe Bwana. Huku umetulia, unalitaji la Bwana, una macho yoyote, una habari yoyote. Kwa nini asitokee maono atokaye kwa Bwana wa majeshi? Hata Bwana akikuonyesha anakuwa ni Bwana, kwa sababu haukuwa unaangalia jioni au unaangalia macho, kwa sababu ulikuwa unaangalia Bwana aseme, na Bwana atasema. Andaa kabla jaribu haijafika. Jaribu ikifika ndio wakati Mungu. Unaanza kukamata tu kusema Bwana, mwingine mnajilazimisha kwa sababu ulichelewa kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na sasa hivi nimeshtuka, mnaooa sasa hivi tutawadhibiti nyinyi. Nimegundua mnaooa mtaoa kiolela. Sema Bwana amenikupa, tutakubana. Alikubali. Anajigundua kwa shaka yake. Bwana amenipa na tumbani. Mwanangu tunakuwa mimi. Baada ya siku mbili, wewe. Huyu Bwana vipi? Mambo yamekaaje? Kaenda mwezi wa pili, sasa nile au umetosha. Wengine mtabana kweli, mnakwenda kuoa. Kwa sababu tuongee upewa mzigo sisi wenyewe tena. Kesi kila leo. Baba amepasua blouse yako. Baba anakuja macho mekundu, sijali baba. Baba umekuta mebaki nini tu. Sasa hizo kesi za utoto huo, kwa sababu anakukaa vizuri kwa Mungu ndio tukashika. Sasa hivi tutataka kulala mkae vizuri. Nyinyi binti ile tunawaandaa, hakuna kuoa kile. Kwa sababu tunakuhurumia kweli aolewe sasa. Tunatia huruma. Bwana amenionyesha. Na wewe na mimi Bwana. Mungu ndio kuharibika. Sasa kwa sababu kuoa na wewe umeenda, akipita huyu utapata watu wengine. Kwa hiyo msikilizi Bwana wala si Bwana. Maana jaribu limekuwa kubwa. Unafikiri Yesu angeweza kwenda msalabani pale na misumari yale bila kujiandaa? Angesema wewe lakini mwingine, kwani mimi peke yangu tena kwanza na mimi kuoa. Mimi sijaoa kuoa. Lakini alisimama imara kwa sababu alipambana na jaribu kabla halijafika. Alipigana kabla halijafika. Pigana na jaribu, pigana na magonjwa, pigana na mapepo. Kabla ya kupata, pigana katika jina la Yesu. Na ndio wazee anza kuombea uzee mapema. Fika huko mbele kama uombea uzee, utakuwa na uzee mkubwa. Anza kuombea baba katika uzee nikae vizuri. Sio uzee unachanganyikiwa na mwacha na Yesu, unaanza kutulia kwa ajabu. Mbona uzee mwingine kama uzee unahangaika nini wewe? Chakana uzee huko unahangaika mara kabinti mara nini? Yaani kwa wewe unahangaika nini? Uzee wakati wa kutulia, kumtafuta Bwana, kurukaruka na tunukuu ulitopata katika uhai wa Bwana, kula pension yako na Bwana, kumtafuta Bwana, mambo yamekaa vizuri. Haleluya! Tuanze kuombea uzee na uzee wa kujitegemea mwenyewe. Naweza nikapika kama wanasumbua, nafua nguo zangu, naenda wali mwenyewe, narudi mwenyewe, nakaa mwenyewe, sina shida mpaka ninakufa najihudumia. Tunapika naomba tu senti 2 jamani. Mikono haiwezi kufua, nimechoka. Nibebeni jamani, jua kali hapa. Wanaenda kukuandika mahali pale. Uzee wa watu wanakupe nguvu katika uzee. Tembea mwenyewe, kula mwenyewe, wakizingua piga pasi mwenyewe, wakizungua kula na kunywa mwenyewe. Nenda sokoni, nenda benki.
uzee wako mwenyewe katika jina la Yesu Kristo. Kwa watoto wa sasa wanakaa akili zao hazijakomaa. Wanafanya wajanja lakini akili zao zimekomaa kabla ya wakati wao. Alifanya najua lakini kumpigia. Wengine waangalia na mpima vitu gani na mpima. Huyu akili yakienda jiona kwa mbali ndio nini msema square ukipiga square ukienda hivi na nini. Lakini mambo mengine yanamshinda ndio bwana kijana. Hiyo square na mimi hivyo. Tulia. Wazee nao wanasumbua. Vijana sasa hajakomaa. Hao ndio wanawategemea kwa kutunza wakati wa uzee. Kwanza nakuletea mko mwenyewe amevalia suruali na kalio hapo. Ndio mko huyo kufanya mchezo. Nakuletea mko huyo amelegeza. Mzee vipi wewe? Dinga anasemaje huyo? Sasa zile hela. Wazee walichezea walifulia. Nataka hela, nataka zile hela. Si wapi haraka nataka tuchukue hela sisi tule maisha wasiondoke tu hao chakula fulani. Jana mmoja anaongea na sasa. Sasa kama mganga ananiambia toa mzee mmoja na mzee ana miaka 60 hiyo tukitoa kafara tuwe matajiri. Na mzee ameshakula ile tumbini. Kwa kuna ubaya gani mzee? Sasa wewe kijana usiongee hivi. Kwa nini tutoe wewe kafara sasa? Kwa hiyo akili zao zimetulia ili kuongea sana. Ni kizazi ambacho kinahitaji msaada. Kuna mtoto anakusikiliza na kutulia. Mshukuru sana Mungu kwa kizazi hiki. Kizazi kibaya. Kizazi kimeharibika. Kwa hiyo mzee tujiombee ukifika uzee, Mungu akupe nguvu mpango wako iende na uondoke kwa na akili zako timamu sio kumkosea Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya. Watoto wakikaa na kusaidia kukusaidia, lakini Mungu akusaidie maisha yako ya baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Asikuombee vitu hadi akuwepo. Lakini asikumu kwamba anza kumwombea mkwe wako utakayekuwa naye. Utafika uzee na kwa Mungu mtabangi atambariki na mtoto wako. Anza kumwombea Mungu atakayemuoa huyo mtoto, atakayemuoa. Watakuja kuitaka roho yako, hana akili hao. Kupiga vibao. Lakini hivyo naenda hivi. Ninaenda unazozoa kwa barabarani vipi wao msela twende kazi ndio vipi. Twende kwa maana twende mambo sawa. Au kumbe watakulea mbea unakuta mtoto wa kiume mzuri kameolewa kadada kakorofi hela zote kameshika hapa ni njaa tu. Akati cha shida kadhalika kwa wazazi wake na kadhalika kwa wenzake kadhalika kwa wazazi wake kadhalika na kwa tuombea na niomba dume msomesha mtoto mmoja mtoto wake amemsomesha anamwambia mtoto anasema nataka kuolewa amemsomesha degree na ndio kwa profesa. Unataka kuolewa nani chini na kusubiri mwanangu upate kazi kwanza tule kidogo. Upate kazi kwanza. Bwana mimi niko maamua mwenyewe. Ndio naamua mwenyewe. Ndio hivyo. Kwa hiyo tunamhitaji tuombee sana. Hata sasa familia imeharibika, ongea sana. Ukipata wakwe wabovu, familia imeharibika. Kwa Bwana tusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Naongea nini vile? Naongea kabla ya tatizo mbele yako. Anza kuombea, anza kuombea, vunja roho zote za mateso uzeeni. Vunja mwenyewe wazee. Mabinti ambao hamjaolewa bado sasa hivi hauna shida yoyote. Usiombe wewe jaribu la kuchelewa kuolewa. Kila mtu anakuona kama wanasema hivyo inapita hivyo. Kumbe hawasemi wanakupenda. Basi sasa mimi mnaniangalia hivi. Kumbe wanakupenda. Kwa hiyo ndio wakati huo Mungu aweze kusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi mabinti ambao tumefika wakati huu, tulia kwa Bwana, simama na kwa Bwana, endelea kutulia kwa Bwana, hujachelewa. Wala Mungu achelewi awai. Kama ni mpango wa Bwana, atakuja mwenzako wa hovyo hivyo. Kwa nini ya Mungu? Yaani ikifika wakati unapokuwa na hovyo atatokea mtu anasema hivyo. Huyo ndio anabarikiwa. Wala ukifika wakati hakuna cha hovyo, amekaa vibaya, yeye ana tabia nzuri. Jamani kiingia kwenye mstari, nasema huyo na atakuoa na mambo yatakwenda vizuri katika jina la Yesu. Watashangaa mataifa, ndio yule, nasema ndio yule amebarikiwa.
anasema twende tukamsalimie, twende tukakope, twende tukaombe ushauri. Alifanyaje? Kwa sababu ilitulia kwa Bwana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Mabinti, acha kuchanganyikiwa na Bwana majeshi. Nikumlaisha Bwana, ukisimama na Bwana, simama na Bwana. Kabla umeingia kwenye jaribu, pambana nalo. Bwana atakusaidia. Bwana atakutoa. Bwana atakuwa pamoja na wewe. Hujachelewa. Hakuna kilichoharibika kwa Bwana. Kwa Bwana hakuna kinachoharibika. Ukikaa ndani yake, vilivyoharibika vinatengenezwa, vinawekwa sawa. Hii ndio Pasaka yako. Kula neno lilivyo hivyo. Sema amen. Haleluya, haleluya. Tuko ndani ya Bwana. Iwe tunapata raha, tunapata shida, tunakaa hivyo ndani ya Bwana, na Bwana atatokezea katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akaingia pale msalabani, alishinda majaribu yote kwa sababu alipambana na tatizo kabla hajatokea. Ndivyo inavyokuwa, pambana na jaribu kabla hajatokea. Itakapotokea jaribu, utapita kirahisi, utavuka, utastahimili. Hata kama ngumu kiasi gani, utastahimili, utatembea na utavuka na utafanikiwa. Hata pale Yesu alikuja pale, akafanikiwa, akasimama imara, akamwomba Bwana. Unajua alimwomba Bwana, alipiga maombi pale, alipiga maombi. Wakati tatizo lipo linakuzunguka wewe hivi leo, kuna tatizo hili lipo linakuzunguka, kutisha roho anakosa amani na kuwa na roho anakupa mzigo wa kuomba mpaka damu itoke. Unasema stoki hapa, kabla hujaingia kwenye jaribu, stoki na funga na kuomba mpaka jaribu ni moto, mpaka msalaba ukae vizuri, mpaka tatizo likae vizuri, mpaka shida zikae vizuri. Hapa hujaingia, kama umeingia, Yesu alipiga maombi mpaka damu inatoka, mpaka malaika wakaja. Piga maombi mpaka damu itoke, mpaka malaika waje kusaidia. Pamoja jaribu, utatoka ndani ya jaribu. Sema amen. Sema amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pokea neno hilo. Haleluya. Yesu kaingia hapo kwenye shida, lakini Yesu anaenda pale msalabani, alijua anachokuwa anakifanya. Alijua anachokifanya. Wakati ametoka pale, ndipo akaja jaribu, wakaja watu, akatoa nabii kwa Petro, akatoa nabii kwa Yuda, utanisaliti wewe Yuda. Mungu amekuona mara nyingi, utakuwa msaliti wewe. Anza kuchukua hatua, nyenyekea, useme kusema mimi na nini. Petro akatolea unabii na yeye akagoma. Unajua wala kuna Yuda na Petro. Yuda akachukua vipande, nilisema usiku. Akaja vipande akasema ile jamaa ina upako ile. Wakija kulikamata akisema tupawa, wataanguka. Hapo Petro akasema watamwenda hivi. Sasa nilipotokea jambo lile ukamata. Petro akasema ndio kweli. Ndio kweli. Jamaa asiyekamata amekamata. Asiyekufa nenda kufa. Mbona imekuwa ngumu sana? Na Yesu akasema kweli mimi sifi na siwezi nikaanza kushinda, lakini nataka litimie hili jambo. Na akaonyesha wale kwenda kukamata, akatoa upako, akapiga upako, akakumba chini. Akasema nyenyuka, endelea na mambo yenu. Petro akachukua upanga, akafyeka sikio chwa. Akasema kwenda tulia bwana, chukua sikio la watu kisha pake. Alirudisha sikio pale. Wale wengine pale, yule aliyekata sikio, yeye akarudia tena. Wenzake wakakunyuka njoo, wenzake wakaja, yule aliyekata sikio ndio kama sasa kupiga bishi. Akachomoka bila pamoja. Nimekosa sikio, mwisho atafika shingo. Kwenda nijiondoke. Yeye akaachana na Yesu akakimbia. Kaingia kaonya hapo, ikatokea baada ya hapo tatizo, baadaye akatokea wamekamata, wakamkana, wakakimbia. Wakati wa majaribu kama hujaomba, walishinda kuomba pale. Ndio kukana Yesu, rahisi tutamkana Yesu. Tafuta Mungu, litie jina la Bwana. Muombe Bwana na kulitia jina la Bwana. Na mkono wa Mungu utakuwa ukionekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo walikata tamaa na kwanza kwenda kuvua kule samaki na nini. Lakini kumbe Yesu alikuwa hajashinda. Kuna wengine wameingia kwenye matatizo, wakafa, wakapotea, lakini Yesu kumbe alikuwa hajashinda. Kile kifo cha Yesu kilikuwa tofauti na vifo vingine.
kusuliwa kwa Yesu kulikuwa tofauti na kusuliwa kwa wengine. Aibu za Yesu kulikuwa tofauti na aibu zingine. Kifo cha Yesu kilikuwa kimebeba uzima, kilikuwa kimebeba uzima, kilikuwa kimebeba baraka, kilikuwa kimebeba mamlaka, kilikuwa kimebeba. Katika Zaburi 30 pale anasema nibadilisha matanga ikawa machezo. Kifo cha Yesu sio cha kawaida. Kifo cha Yesu sio cha kawaida. Kifo cha Yesu, wanapokufa Yesu, unajua shetani amebeba kitu kimoja, amebeba kifo tu, hana uwezo wa kufufua. Lakini Yesu amebeba vitu viwili, amebeba kifo, amebeba na uzima. Vyote anatembea navyo. Wakati anaingia pale msalabani, alienda na vitu vyote viwili, anatembea pamoja navyo vyote. Kwa hiyo anatembea na kifo, anatembea na uzima. Huyo ndio mwanaume pekee ambaye ni wa tofauti na watu wengine. Nazo habari njema za huyu mwanaume Yesu, wakati anaenda pale kwenye jaribu na kwenye shida, alikuwa amebeba mambo hayo. Na wakati matatizo yanatokea yale, yalikuwa si ya kawaida. Ngoja nikwambie, wakati unapitia kwenye tatizo lako na shida, ule ugumu na matatizo na vita, kuna matatizo mengine sio ya kawaida ambayo Mungu ameyaruhusu. Yale matatizo na ugumu unaopitia, unatengeneza wepesi, unatengeneza jambo kubwa kwenye maisha yako, unatengeneza ushindi kwenye maisha yako. Majaribu mengine unayopitia sio ya kawaida, yako kutengeneza jambo la uwepo wa Bwana, yako kutengeneza na muujiza wako. Kama ile Yusufu, wakati anapitia magumu, alikuwa anatengeneza ule ukuu wake. Wakati anapitia shida, anapitia baraka, anapitia ushindi. Hata Yesu katika msalabani anatengeneza jambo kubwa duniani la kukomboa ulimwengu. Tena bali kukomboa ulimwengu ni jambo kubwa ambalo linafanyika pale. Ule msalaba sio bure, ile aibu sio bure, shida sio bure. Zilikuwa zinatengeneza kuliokoa kanisa, kuliandaa kanisa. Ndio maana Yesu Kristo hai akalitengeneza ile kanisa pale msalabani. Haleluya, haleluya. Yesu alijenga kanisa kwa muda wa siku 3. Akaingia mwanaume katika ulimwengu wa roho, akalijenga siku ya Ijumaa, akalijenga siku ya Jumamosi, na Jumapili kanisa lilikuwa limejengwa, na Jumapili akashuka kuzimu, akamnyang'anya shetani ufunguo, akamnyang'anya mamlaka yote, akamnyang'anya uwezo wa chai wote, akanyang'anya, akachukua, akakupa wewe utembee nao katika jina la Yesu Kristo. Sema amen, sema amen, sema amen, sema amen. Yesu sio ya kawaida. Alipokuwa kazini, alipokuwa pale msalabani, wale majambazi walifikiri wote wako sawa. Mmoja alimuona Yesu kama mwenzao ni mtu wa kawaida, kama mwenzao sio wa kawaida. Lakini mmoja aligundua kwamba huyu mtu sio wa kawaida, akasema Bwana uniokoe, wewe sio mtu wa kawaida, unisaidie na mimi. Yule akasema uniokoe wengine, hebu niokoe na wewe. Akasema sifanye jambo kama hilo. Yule mwingine aliyetambua uwezo wa Yesu sio wa kawaida, akapona. Jioni na mchana wa leo, mtambue Yesu kwamba sio wa kawaida. Na Yesu aliyenga ndani yako atakufanya wewe sio wa kawaida. Unakuwa mwanamke wa kawaida lakini sio wa kawaida, kwa sababu na Yesu unatembea na muujiza, unatembea na ushindi, unatembea katika mambo mbalimbali, unatembea na ushindi. Sema amen, sema amen, sema amen, sema amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu alipoenda pale sasa msalabani, amemaliza pale msalabani, akaingia mahali pale mwanaume, akasulubishwa, akaingia kwenye shida, akaingia kwenye tatizo. Ndipo sasa wakachukua mwili wake, wakataka wautupe kama wanavyotupa watu wengine wa ovyo ovyo, wazungulaji mbalimbali wanapokuwa wametupwa, na yeye akataka mtupwe. Mtu mmoja akasema, tafadhali msiutupe mwili wa Bwana wangu, naomba chukua mwili huu na kuweka kwenye kaburi langu ambalo nimekuwa nimeliandaa. Wenzetu wale walikuwa wanaandaa kaburi kabla hawajafa, mahali pa kuzikwa. Mwili wako uzikwe mahali pazuri. Wasema nimeandaa kaburi langu mahali pa kuzikwa mimi, nampa Yesu heshima. Yesu akazikwa mahali pale. Mpe Yesu heshima siku ya leo. Mpe Yesu maishani mwako, mpe Yesu katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo hai. Haleluya, haleluya. Baada hapo akachukua mwili akaenda kuuzika. Kwenda kuuzika, ukawa kimya. Jumamosi ikawa kimya, wakawa wamekaa kimya. Jumatano na Alhamisi sio nzuri.
Ijumaa sio nzuri, ni ya mateso, ni wakati unapitia. Kumbuka ulipopitia kwenye jaribu ile ndio Ijumaa. Ukisikia liko Ijumaa unajua tutapitia majaribu. Liko Alhamisi na hisi jaribu. Jumamosi ni wakati wa kusubiri ahadi zile. Sasa kama ametulia pale, kwanza alisema atafufuka. Hivi atafufuka kweli? Tumsubirie, labda atafufuka. Wote wasema ule mtani sema weka walinzi pale. Weka walinzi pale, weka walinzi pale. Ndipo ikashuka tetemeko. Wakapigwa nusu kaputi. Wakawa wajitambua. Ndipo pale mwanaume sasa iliposhuka kule kuzimu, akamkamata shetani, akashuka kule kuzimu. Mwisho kuzimu akatoka, atetemeka ikatoka. Mwanaume alipokuwa na nguvu zile akatoka kule kuzimu, wakakuta kaburi liko wazi, wakasema amefufuka, hapa yupo, amefufuka, amekwenda Galilaya. Haleluya, 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 haleluya. Sema amekwenda Galilaya, mtamkuta kule Galilaya, nendeni tambulieni, amekwenda, hapa yupo. Mwanaume ametoka katikati ya wafu, amechomoka katikati ya wafu, amechomoka katikati ya mauti, ameenda sasa. Mwanaume wakamkuta kule Galilaya, akasema amekwenda sasa Galilaya, kwenda Galilaya, fika kule Galilaya. Galilaya sasa mahali pale alipokuwa amefika, Galilaya sio mahali pa kawaida tena. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Shangilia Bwana, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Unajua Yerusalemu ni mahali pabaya. Yerusalemu ni mahali pabaya. Yerusalemu ni mahali pa mijeledi. Yerusalemu ni mahali pa misumari. Yerusalemu ni kutemewa mate. Sasa ametoka pale, amekwenda Galilaya. Oh, Galilaya sio tena pa kutemewa mate, sio pa huzuni tena, ni mahali pa kusemlaiti, ni mahali pa kumtukuza Bwana. Ni wakati Mungu ametenda muujiza, wakati Mungu amefanya muujiza, ni wakati wa kumtukuza Bwana. Wakaenda pale, huzuni umetoka, umeondoka, wakaruka ruka, wakamshangilia Bwana, wakasema yu hai leo, wakasema amefufuka. Sema amen, sema amen, sema amen, sema amen, sema amen. Nami nasema amefufuka leo katika jina la Yesu Kristo. Nasema amefufuka katika jina la Yesu Kristo. Katika maisha yako, ona kuombea kwa Bwana. Bwana kutie nguvu juu ya majaribu yako unayopitia, yaliyo mbele yako, yatakayokuja. Bwana kupe nguvu ya kwenda kuyashinda na ukaenda kufanikiwa, na ifike wakati na ahadi ya Bwana ikapate kutimia. Kauone mkono wa Bwana, na Bwana apenda kwa Bwana wakati anaenda kufua, anapenda kukutimiza ahadi ya kufufuka aliyokuahidi. Inatimia. Ile kufufuka ni ahadi ambayo ameahidi kwamba atakuponya, atakubariki, itatimia. Hata kama hujaiona, hata kama ionekani, itatimia. Siku moja atafufuka mwanaume, utapona siku moja. Sema amen, sema amen, sema amen, sema amen, sema amen. Haleluya, haleluya. Nakwenda kumalizia sasa msalaba na kaburi, msalaba na kaburi. Kwenye msalaba pale alipokuwa anaenda Yesu, alikuwa anasurubisha magonjwa yote, alikuwa anasurubisha umasikini wako, alikuwa anasurubisha jehanamu yako, alikuwa anaua tamaa yote ndani yako, alikuwa anaua shida zozote, alikuwa anazika magonjwa yako, alikuwa anaadhibu laana yoyote, alikuwa anabadilisha, anakubadilishia yana kwa maskini wewe uwe tajiri. Achukua laana yako, upokee baraka. Pale msalabani alivika vyote na kutangazia leo Bwana azilike uchafu wote, azilike magonjwa, azilike shida, tabu zote ziviko katika jina la Yesu Kristo. Niliko katika jina la Yesu, natangaza katika jina la Yesu, tatizo lolote lisurubishwe msalabani, kansa lisurubishwe msalabani, mapepo lisurubishwe msalabani, kila lisurubishwe msalabani, nguvu
za zinasuluhisha pale msalabani katika jina la Yesu. Alafu zizike chini, zibaki chini, alafu afufuke mwanaume na ukuu wake, afufue baraka zako, afufue ulinzi wako, afufue maombi yako, afufue vipawa vyako, afufue karama zako, akuokoe na mauti kwa jina la Yesu. Sema amen, sema amen, sema amen, sema amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Galilaya ni mahali pa kutoa ushuhuda wa ile misalaba ulivyoshinda. Galilaya akaanza kusema, Baba, tuone mikono yako. Tomaso akasema, oh, amefufuka, amefufuka, naomba nione mikono yako. Oh, Tomaso akasema, nakuone mwanangu. Sema, mpaka nione Baba. Akagusa nakuta donda kwenye mikono, akasema amefufuka. Mgusa Yesu leo, mgusa kwenye vidonda vyake. Galilaya sio unakuka namna hii. Galilaya ni kusema amefufuka. Haleluya. Galilaya ni kuruka ruka. Sema amen, sema amen, sema amen. Wewe Yesu wako amekufa, amefufuka. Mbona umezubana? Ona amekufa bado, amefufuka, yuko hai. Yesu wako yuko hai. Piga mikono mitano, watu sita. Nenda kabisa watu watano sita. Sema amefufuka, sema amefufuka. Simama pale juu, sema amefufuka. Mwambie amefufuka, amefufuka. Sema amefufuka, hajafa. Sema amefufuka. Sema nani sarapa kana kabasha. Loba saba labasha. Amefufuka. Sema amefufuka. Gusa watu, gusa watu, gusa watu. Gusa watu, gusa watu, gusa watu. Amefufuka kwenye mikono yake. Oh, wengine hajafufuka. Wengine bado hajafufuka. Oh, ni abasa labasha. Lababa labasha. Yando labasha. Amefufuka, amefufuka. Tuchukue, tuonyeshe. Amefufuka, gusa watu. Kama lazima amefufuka Yesu wako. Shangilia ndugu tu. Hebu utaruka, sema amefufuka. Sema yu hai, yu hai, yu hai, yu hai, yu hai, yu hai. Amefufuka, amefufuka. Sema amefufuka, ruka ruka. Amefufuka, amefufuka, amefufuka. Besti wako hapo katika nyoyo. Amefufuka, amefufuka, amefufuka. Amefufuka, amefufuka, amefufuka. Mbona tunasema na ruka ruka.
mwili ni kuyazika kwa jina la Yesu. Nyosha mkono wako, sema Bwana Yesu, chochote kilichokufa ambacho shetani amekipiga kwenye maisha yangu, amekiua, amekizika, siku ya leo ufufuke, afya yangu ufufuke, mwili wangu ufufuke, roho yangu ufufuke kwa jina la Yesu. Chochote kimeharibika kitengenezwe kwenye msalaba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Shetani achiliwa, achiliwa, achia maisha yangu, achia pesa zangu, achia ndoa yangu, achia watoto wangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yes,
akuvike kazi jipya. Yesu akuvike nguvu ya kusonga mbele mwaka mzima mpaka Pasaka nyingine. Mbele yako kuna madai utayashinda. Utayashinda. Yesu wako alishinda. Na wewe utashinda. Tunashinda zaidi ya kushinda. Ulishinde kwa maisha ya maombi, kwa nguvu ya maombi, kwa mamlaka ya maombi. Uliingia kwa mgonjwa kwa kupigwa kwake tumepona. Isaya 53, pigwa kwake umepona magonjwa yote. Pokea uponyaji. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Yesu aliyejeruhiwa yuko pamoja na wewe. Yesu aliyekuwa mhanga, aliyekuwa tayari kuingia msalabani. Maana neno lako ni taa. Funika macho yako, simama ndipo wewe. Tunaongea kama kawaida kima maombiano na unabii ya mambo yako mbele yako. Mambo yako mbele yako. Na nipate mwanzo kuombea kabla hujasikia. Ndio kwa jaribu alitakuwa jaribu. Pale ulipo ushindwa hutashindwa. Pale ulipo waidika hutaidika. Bwana kutie nguvu sasa. Bwana kuvika maombi sasa. Na kuficha kwa Bwana. Na kufunika na damu ya Yesu. 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 Neno la kinabii hili. Na kufunika na damu ya Yesu. Na kufunika na damu ya Yesu. Kula damu ya Yesu. Kula mwili wa Yesu. Kula mwili wa Yesu. Tayari Yesu yuko hapa na kugusa watu. Tayari Yesu yuko hapa na kugusa watu. Tayari Yesu yuko hapa na sema na watu. Tayari Yesu yuko hapa na kugusa watu. Tayari Yesu yuko hapa na kugusa watu. Tayari Yesu anawahudumia watu hapa. Haonekani kwa mwili wa nyama na damu, lakini mwili wa roho anaonekana amejeruhiwa. Anavuja damu, amevuja shingo pembeni, na damu yake inakutondokea, inakufungua. Tayari Yesu anagusa watu. Tayari Yesu anagusa watu. Tayari nguvu ya Bwana hapo. Pokea sasa. Pokea sasa. Pokea sasa katika jina la Yesu. Tayari watu wanaguswa. Tayari Yesu anawatamia na vidonda na majeruhi yake anawatamia watu Yesu. Tayari amegusa watu Yesu. Tayari anawatamia Yesu. Tayari amebeba watu Yesu. Tayari Yesu anawashika watu. Tayari mahali hapa sio pa kawaida. Tayari ameshuka sio kawaida. Tayari ameshuka Yesu na malaika anatembea. Pokea. Na madhabahu ya msalaba
ndio. Bado pale nyuma kuna nguvu inatembea. Bado kuna mtu anaorudia pale nyuma. Wewe usijitambua, unajitambua. Bwana kama pale nyuma tayari nguvu ya Bwana naona inarudia mtu. Ulikuwa umekata tamaa, umefungwa. Bwana kufungue. Bisa pale nyuma. Bado kuna nguvu inatembea, kuna mtu anaorudia. Kuna mtu anataka Yesu, kuna mtu anagusa na Yesu, kuna mtu anagusa Yesu. Na Yesu naomba shuka mwenyewe sasa. Shuka mwenyewe mimi nimesema. Shuka mwenyewe usithibitishie mwenyewe Yesu. Usithibitishie mwenyewe Yesu. Usithibitishie mwenyewe Yesu. Neno la kinabii. Pokea. Hapo katikati kuna mtu anarudia na Yesu mwenyewe. Kuna mtu anarudia na Yesu hapo katikati. Kuna mtu anaona anagusa na Yesu mwenyewe. Kuna mtu anaona anatembelewa na Yesu mwenyewe. Naona amekwenda na wewe pale msalabani. Ametoa mambo yako yote na ngome na shida. Anayakabidha pale msalabani. Naziona nguvu za Bwana. Naona mkono wa Bwana. Nikeseka. Isaka. Hiyo Pasaka inakuomba watu usitoke bila kuguswa na Bwana. Usitoke bila kufunguliwa. Usitoke bila kupokea kitu. Bwana weke kitu. Bwana weke damu yake. Bwana achia nguvu zake. Nguvu za Yesu. Nguvu za msalaba. Tulimaliza shetani. Tumaliza kazi ya shetani. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Rabakatarabash. Yandarabababash. Agumenyo risetarababash. Bindorabababash. Risakarabababash. Yendorobabababash. Binderebebebebebebebebash. Na ushindi kwa mkono wako uliotaka na uwezo wa mamlaka. Asante Baba,
kutoka hapo kwenye nasi katika ratiba zingine na kazi zingine, naomba tukutane nasi tuhudumie Baba. Kwa Mungu wanaume wanakutana pale, semezana nao pamoja nao. Na idara zingine Mungu na tatu nyingine. Na kwa zingine na tatu nyingine. Mungu na viongozi na wazee wa kanisa. Baba tuko Mungu Baba. Kutana nasi kupitia mkono wako leo pale. Kwa uwezo na mamlaka ya Baba. Baba tuko katika uwepo wako. Tunapoondoka ya Baba, tuna malaika katika kila njia tunayopita. Tuna Roho wako Mtakatifu. Kwa hiyo katikati yetu. Jambo la Mungu ndani. Na kuondoka Baba na katika Yesu nasema, pokea sifa. Pokea utukufu na mamlaka katika jina la Yesu. Shangilia Bwana amefufuka leo. Kama ni pale. Kama ni pale, kama ni pale. Leo amefufuka Mungu anataka sana amefufuka. Sema yu hai. Yu hai leo. Hai maishani mwako. Nenda kwa Yesu pamoja naye. Barikiwa na Bwana. Tena amani ya Bwana. Mungu awabariki.